Mimi nafikiri kwamba ukiangalia kwa upande wa klabu ya Simba, kama ni issue ya mechi za ndani, bado haiwezi kuwa tatizo, kwa sababu ukiangalia Yakubu anaweza kumanage kwa maana katika kuwania ligi au FA, lakini when it comes kwenye michuano ya kimataifa kuna uzoefu ambao Yakubu hana, na zile mechi ngumu ambazo zinahitaji golikipa ambaye anakuwa yani anakuwa zaidi golikipa kutokana na mazingira zile mechi. Tumwangalia Kamara amekuwa na experience kubwa, kwa binafsi nafikiri wanaweza wakapata wakati mgumu kwenye hizi mechi za makundi, lakini pia kwenye zile mechi ambazo zinakuwa zina pressure, let's say mechi ya Yanga, mechi ya Simba na mechi ya Singida, yani mechi ya Yanga, mechi ya Azam na mechi ya Singida. Lakini katika mechi nyingine hizi naona anaweza kamudu ya kubwa. Katika mechi zingine nafikiri bado hawezi akawa anaweza kuashua usalama moja kwa moja, na hasa katika mechi za klabu bingwa kwa maana hatua ya makundi. Kwa hiyo kiwalisia kwamba kuna pengo kubwa kwa Simba. Ni kubwa sana kwenye nafasi kutokana na michuano ambayo wanaweza kuiendea. Yakubu ni kipa mzuri, lakini ambaye anahitaji kupata experience na kukua. Ni kama ambavyo walikuwa wanamzungumzia kipindi kile Ali Salim na makipa wengine ambao wako nao. Ni makipa ambao anaweza kupatia mechi moja nzuri, lakini baadaye ataweza kupatia. Mwenyewe tutakuwa shida katika msimu uliopita, kuna baadhi ya moment ambazo Kamara alihusika nazo, pengine ndio zilizofanya Simba waweze kufika hatua ya finali kutokana na kile ambacho wamekifanya. Kuna haja ya Simba kurudi sokoni, na kama hizo taarifa zipo zikoje pia? Of course nafikiri wapo kwenye huo mchakato, wanataka kurudi sokoni, na kwa sababu dirisha dogo aliko mbali, nafikiri lazima watakwenda kuongeza golikipa mwingine ambaye atakuwa ni wa kigeni ili at least kuja kutoa backup katika sehemu ya golikipa, ukizingatia kwamba hivyo Kamara anakwenda kukaa nje ni kuanzia miezi 2 mpaka miezi 3, kitu ambacho wakati mwingine kaza kwenda kwa kosi naanza kujikuta mpaka hatua makundi naisha bado kipa hajarejea, kwa sababu tunategemea kuweza hatua makundi nafikiri ni mwezi wa 2 tutaweza kwenda kumalizika. Sasa na yeye anakwenda kwenye upasuaji ambao utamchukua miezi 4 miezi 3, maana yake tunazungumzia muda huo mwezi wa 2, na baada ya kumaliza hapo aanze kufanya recovery na itaangaliwa kama ataweza kurecover kwa haraka au la. Kwa hiyo ukiambiwa miezi 2, maana yake hiyo ni 3 mpaka 4. Lakini kanuni si hairuhusu kwa walinda mlango kutoka nje ya nchi kuwa kwenye timu moja wawili, inakuwaje sasa hapa? Sasa hapo ndio kwenye changamoto, lakini pia naamini kwamba hizi kanuni zimetengenezwa, wanaweza wakapeleka maombi ya dharura na wakakaa discuss, kwa sababu hizi sio sheria, ni kanuni ambazo watu wamejiwekea. Sasa kama kuna uhalisia na kuna mahitaji, unaweza kufanya na ikaweza kukubalika, kwa sababu ni kitu ambacho ni cha ndani, sio kitu cha kimataifa. Kwa hiyo wanaweza wakaona namna kuweza kufanya na wakaliweka sawa, ili wapate kipa ambaye atakwenda kuwasaidia kuweza kuingia katika hatua ya robo finali. Au kuna mpango wa kumuondoa kwenye mfumo wa usajili? Sasa kwa sababu tayari walikuwa wameshamsajili, sidhani kama itakuwa ina mantiki, na unaweza ukamuondoa na wale tena kikija kwa kazi kuja kuboresha. Mimi nafikiri cha msingi tu ni kuweza kuona namna ya kuweza kupata kipa mwingine ambaye watakwenda kumtumia kwa kipindi hiki ambacho watakuwa na hizo mechi ngumu, kwa sababu kweli ni wakati mgumu. Unaweza ukamuondoa alafu ukachukua kipa mwingine akashindwa kuja kudeliver, kwa sababu ni mpira. Wakati mwingine kama Kamara, kwa maana wanataka kuchukua mtu akiwa na ubora akashindwa kuweza kuonyesha, na ukisema kumtoa inaweza kuleta changamoto kwa yeye mwenyewe, akiamini kwamba pengine ndio unaweza kwenda kwa mwisho wake. Mimi naamini kwamba ni kukana kuangalia na kupiga hesabu vizuri, ili pengine wasije wakapoteza malengo ambayo wako nayo katika msimu huu, kuzingatia walikuwa wanatamani kufika nusu finali kabisa barani Afrika. Lakini mpango wa kumrejesha, mpango wa kumsajili kipa mwingine upo kwa Simba? Yeah, of course nimesikia wana mpango huo wanao. Yeah. Kwa huyu mlinda mlango Yakubu, hasa kwenye hizi mechi kubwa ni ngumu zaidi kwake. Yaani iko ni kitu cha uwazi. Yaani kuone sasa tuzungumzie mpira, ni kweli Yakubu ni kipa mzuri, wote tunakubali amekuja vizuri, lakini bado ni kijana. Na unajua kuna wakati tunakuwa tunapatia makipa pressure kubwa sana wachezaji wetu wa ndani wapo kwenda kwa timu kubwa. Leo hii Gafa tu aweza akafanya ambaye anafanya Kamara au kipa wengine, anahitaji muda. Ni kama juzi niona kuna mjadala watu washaanza kumchukua yule kijana ule nani Morris Abraham na kuanza kumkompea na watu wengine. Tunakuwa tunakosea, kwa sababu hawa ni vijana ambaye leo anaweza kacheza vizuri na kesho asikupe kile kitu. Unahitaji muda wa kuweza kuendelea kupata experience ili baadaye waweze kuja kuwa bora. Sasa ukianza kumpa pressure kubwa, anaweza kufanya makosa ambayo yakawa ni ya wazi zaidi na watu wakaclaim na ikamuondoa moja kwa moja kwenye mchezo, kwa sababu bado anakosa experience katika michezo mikubwa. Awali kulikuwa na uvumi ama tetesi zikieleza kwamba mlinda mlango huyo Pinpin Kamara amekuwa akikataa kufanya upasuaji. Hizi taarifa sio ulizipata na zikoje pia? Mimi binafsi nilizipata kwamba alikuwa anaamini kwamba anaweza akatumia njia zingine za kuweza kupona majeraha, na kubwa ndio ambacho anachokuambia, anajua kwamba unapokwenda kwenye upasuaji kama nilivyokuambia ni kitu ambacho kinaweza kuchukua hata nusu msimu, kwa sababu kuna huo muda wa kuguza jeraha
kwa maana kupona hasa kuna muda kuanza kutafuta fitness, vitu tofauti. Wanapozungumzia miezi 2, miezi 3 sio kuwa fit, maana yake ni muda ambao anauguza jeraha na baada pale atakuwa tayari kuanza mazoezi. Sasa kwenye kuanza mazoezi mpaka kuja kuupata utimamu wako, naye pia inaweza kukuta inachukua miezi 2, miezi 3. Kwanza kujikuta jeraha ambalo lilikuwa ni la miezi 3 likaenda mpaka miezi 6. Kitu ambacho na wengi wakienda katika muda huo inakuwa ni ngumu kuweza kurudisha ubora ambao ulikuwa nao. Kwa hiyo unakuta wachezaji wengi wanakuwa hawapendeza hadi kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kutoa moja kwenye mchezo ukajikuta upoteza career yako. Na unadhani shida iko wapi kwa Simba? Kwa sababu nadhani huu ni msimu wa 3 na magolikipa namba 1 huwa wanaumia. Unadhani shida iko wapi ama ni mchezo tu? Hapana, shida mimi nafikiri kuna changamoto kwa upande wa vitu viwili. Kwanza kwenye magolikipa ambao wanakuwa na train, aina gani ya mazoezi ambao wanakuwa wanawapatia magolikipa au watu wachezaji. Ukiona timu inapata majeraha wengi, anza kwanza angalia maeneo mawili. Eneo la kwanza ni eneo la training, kwa maana ile fitness coach anakuwa na anatoa mazoezi gani. Eneo la pili, eneo la aina ya vyakula, mtindo wa maisha wanaoenda nao hasa kwenye chakula. Haya mambo mawili ukishindwa kuyamanage, mambo kama haya yatakuwa yanatokea. Kwa hiyo lazima upate wataalamu ambao wanaweza kunasibisha kutoka ile vitu viwili. Mazoezi unayofanya, cha kwanza kitumia na nafasi unaweza kucheza uwanjani. Ni vitu vya msingi sana. Kwa hiyo kuna wakati yanatokea majeraha kutokana na aina ya mazoezi ambayo unafanyiwa na mwalimu wako, lakini ukija kuangalia na mtindo wako wa maisha ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo lazima papa na huo uhusiano ili kutengeneza kupata ile fitness, lakini pia kuweza kudumu kwa muda mrefu na kupunguza majeraha ambayo yangeweza kuepukika. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.